Kipindi cha ujauzito ni zawadi ya kipekee sana, kwa sababu ndani yako kuna maisha yanakuwa polepole. Lakini pamoja na hayo, pamoja na hiyo furaha, mama mjamzito anakuwa na majukumu, anakuwa na kazi za kufanya. Swali ni kwamba, ambalo ni swali la muhimu ni kwamba, je, ni kazi zipi ambazo mama mjamzito ana uwezo wa kufanya na zikawa salama? Kazi gani mama mjamzito hatakiwi kufanya? Yaani kama mama mjamzito, nini asifanye kwa ajili ya ustawi wa mtoto wake aliyeko tumboni? Kwa sababu mtoto aliyeko tumboni, usalama wake na usalama wa mama mjamzito ni swala la msingi sana kuzingatia. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia aina 5 za kazi ambazo mama mjamzito hapaswi kuzifanya anapokuwa na ujauzito. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya jamii nzima. Usiache kushare video hii kwa wajawazito wengine ili waweze kupata haya maarifa. Pia usiache kucomment, pia usubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Una uwezo wa kutupigia simu kutaka ushauri au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza, epuka kazi nzito zinazobeba mizigo mikubwa. Mama mjamzito kadri anavyoendelea, yani ujauzito unavyoendelea kukua, na yeye mama mjamzito anakuwa uzito unakuwa unaongezeka. Yaani mama anavyokuwa uzito pia unaongezeka. Kwa hiyo mama mjamzito hatakiwi kubeba mizigo mizito. Hatakiwi kufanya kazi ambazo ni nzito, ambazo zinamuelemea. Anapokuwa anafanya hizi kazi nzito ambazo zinamuelemea, hii inamfanya apate maumivu ya mgongo, inamfanya choke sana wakati analala, anajikuta analala hoi fofofo kwa sababu anakuwa amefanya kazi nzito sana. Hii pia inaweza ikamsababishia hata uchungu kabla ya wakati. Kwa hiyo mama mjamzito anatakiwa wakati mwingine anapoona kazi ni ngumu, ni nzito, yani kubeba mizigo mizito, anatakiwa aombe msaada, asaidiwe na watu wengine ambao wako karibu naye, kuliko yeye kufanya zile kazi nzito moja kwa moja, kazi ambazo zinabeba vitu vizito, ananyanyua vitu vizito. Hatakiwi. Anatakiwa kuomba msaada pale panapobidi kwa usalama wake na mtoto aliyeko tumboni. Hoja ya pili ni kipaumbele cha mapumziko ya mara kwa mara. Mama mjamzito anatakiwa aweke sana kipaumbele kwenye mapumziko, yaani apumzike muda mwingi. Muda mwingi asiwe ni muda ambao anakuwa anafanya tu zile kazi mfululizo, hapana. Kazi zinatakiwa zipangiliwe kwa utaratibu, afanye kwa kipindi fulani, lakini muda mwingi uwe wa mapumziko. Hiyo itamsaidia mama kumuepusha kupata pressure, itamsaidia kumuepusha kuvimba miguu. Kwa sababu mama anapokuwa anafanya kazi anachoka, anasimama muda mwingi, hiyo inamsababishia miguu inavimba. Kwa hiyo anatakiwa apate muda wa kupumzika, akae, anyanyuke, atembee kidogo, alale. Apate muda wa kupumzika. Kupumzika kwa mama mjamzito ni jambo la msingi sana, sio kufanya kazi mfululizo wakati wote, yani yuko busy anafanya kazi, anazunguka huku, anarekebisha, hapana. Atachoka na mwisho wa siku inamletea matatizo. Hoja ya tatu, epuka mazingira yenye kemikali nyingi na moshi. Mama mjamzito katika mazingira yake anayofanya kazi, anatakiwa afanye kazi katika mazingira ambayo hayana kemikali nyingi. Yaani kemikali nyingi zinaweza kumfanya mama ikawa ni hatari sana kwa mtoto wake tumboni na yeye mwenyewe, kwa sababu anakuwa anavuta moshi wa viwandani, moshi wa sigara, yani moshi kama moshi wa kuni nyingi. Yaani zile kuni zimechochewa afu mbichi zinakuwa zinatoa moshi. Mazingira hayo, labda mama anafanya kazi ni mama ntilie, kwa hiyo apike katika mazingira ambayo hayamletei shida. Asifanye kazi kwenye sehemu ambapo yani kuna moshi, kuna kemikali, madawa. Anakuta labda yuko kwenye viwanda anachanganya makemikali. Hiyo ni hatari kwake na pia ni hatari kwa mtoto aliyeko tumboni. Mama mjamzito anatakiwa afanye kazi katika mazingira ambayo yana hewa safi, hewa ya kutosha kabisa, yani apate oksijeni nzuri. Sio mama anavuta hewa ambazo ni mbaya, moshi nini, haitakiwi kabisa kwa usalama wake
na usalama wa mtoto aliyeko tumboni, afanye kazi katika mazingira ambayo sio hatarishi, yaani yasiwe na kemikali na moshi mwingi. Hoja ya 4, fanya kazi zinazopunguza msongo wa mawazo. Mama mjamzito hatakiwi kufanya kazi katika mazingira ambayo ni mazingira ya kelele, mazingira ya kero, mazingira ya kazi zile ngumu, kazi ambazo zinampa pressure. Anatakiwa afanye kazi katika mazingira ambayo ni tulivu. Basi kama mazingira yake ni mazingira yenye msongamano wa mawazo, anatakiwa ajiepushe. Yaani hakikisha kabisa anajiepusha, kwa sababu anapokuwa anapatwa na msongo wa mawazo, anapokuwa na kero, anapokuwa anaingizwa vitu ambavyo vinamsumbua akili, yaani vinamshughulisha kwenye akili yake, hiyo inamfanya mama mjamzito anakuwa anawaza. Sasa katika kuwaza sana inakuwa ni hatari sana. Hatari katika ukuaji wa mtoto aliyeko tumboni, hatari hata kwake. Hiyo pia inaweza kumsababisha akapata pressure, mwisho wa siku mama mjamzito akajikuta anapata shida. Kwa hiyo afanye kazi katika mazingira ambayo ni rafiki, mazingira ambayo anaweza kuwasiliana vizuri, mazingira ambayo yanampa amani. Yaani kama mazingira yake ni mazingira yenye msongamano wa makelele, fujo, kero, anatakiwa wakati wa ujauzito ajiepushe na hayo mazingira kabisa. Hoja ya 5, sikiliza mwili wako na usisite kushauriana na daktari. Tunakushauri kwamba usikilize mwili wako. Yaani ishara, kwa mfano unaweza ukawa unaona ishara kama uchovu sana, kizunguzungu, kujisikia vibaya, yaani mwili unakuwa na uchovu sana. Hizo ni dalili za kwamba unafanya kazi nyingi kupita kiasi. Kwa hiyo unatakiwa ushauriane na daktari. Wasiliana na daktari, mueleze dalili ambazo unakumbana nazo. Daktari atakushauri, mueleze kazi gani unafanya. Atakwambia labda kazi hii unaofanya unatakiwa ufanye kwa kiwango fulani. Kwa hiyo sikiliza mwili wako, shauriana na daktari. Usifanye tu unasikia mwili unauma, unakimbilia kumeza tu dawa za maumivu, unaamkia asubuhi, unaendelea kuchapa kazi tena mpaka usiku. Mwili unajisikia uchovu, kizunguzungu, wewe unaamka tu. Mwisho wa siku unajikuta siku moja unadondoka njiani. Unadondoka kabisa njiani, pressure inapanda, unazimia, unapata shida kwa sababu unakuwa umeuchosha mwili kupita kiasi. Kwa mama mjamzito, hata hii kuchosha mwili sana, anatakiwa relax kwa ajili ya afya yake, afya ya mtoto aliyeko tumboni kwake. Mama mpendwa, kazi ni muhimu sana, lakini afya yako na ya mtoto aliyeko tumboni ni muhimu zaidi. Kila hatua unaochukua kwa ajili ya kulinda ni uwekezaji mkubwa sana ambao unakuwa unauweka kwa ajili ya mtoto wako na kwa ajili yako pia. Usione aibu kuomba msaada pale panapobidi. Mama mjamzito, jipe muda wa kupumzika, jipende, furahia maisha ya ujauzito. Mwisho wa siku unakuja kuleta mtoto mwenye afya na wewe mwenyewe ukiwa na afya. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Hivyo usiache kushare video hii kwa wazazi wengine ambao ni wajawazito. Usiache kulike, usiache kucomment, na utuambie wewe unafanya kazi gani. Kazi gani ambazo unapambana nazo. Subscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Asante sana. Kwenye comment section andika mimi ni mjamzito nafanya kazi fulani, au rafiki yangu ni mjamzito anafanya shughuli fulani. Tutakupa ushauri. Tukutane kwenye video nyingine. Asante.